Shutuma mpya zimeibuka dhidi ya Samia Suluhu na mtu aliyemteua ubunge hivi majuzi, Angela Kiziga. Samia Suluhu apokea pigo kubwa baada ya uteuzi wake wa kumteua ubunge Angela Kiziga sasa kufanywa kuwa uteuzi haramu, kwa kuwa Angela Kiziga sasa atakuwa na nyadhifa mbili za ubunge kwa mara moja, kulingana na ripoti ya Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC. Vijana, wazee, wanani, wataalamu, wasomi, wanasheria, nani mengine wanasema hawa kundi. Kama kawaida yetu, mtazamaji, bonyeza alama like kisha subscribe, alafu niambie unanipata au kunisikiliza vizuri ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi, basi niambie unanipata ukiwa nchi gani, na kama upo humu katika taifa letu la Tanzania, basi niambie unanisikiliza na kunipata vizuri ukiwa mkoa au maeneo gani. Dhoruba kubwa ya kisiasa inatanda nchini Tanzania baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kupata pigo kubwa kufuatia utata wa uteuzi wa Angela Kiziga kuwa mbunge. Kilichoanza kama uteuzi wa kawaida kimeongezeka haraka na kuwa mzozo mkali wa kisheria na kisiasa, huku madai sasa yakiibuka kuwa uteuzi huo unaweza kuwa kinyume cha sheria. Kiini cha mzozo huo ni madai kwamba Angela Kiziga anaweza kuishia kushika nyadhifa mbili za ubunge kwa wakati mmoja, ubunge wa Iyala na ubunge wa ndani la taifa la Tanzania, hali ambayo imezua wasiwasi na mjadala mkubwa kote nchini. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kinachojulikana kama LHRC kimechukua msimamo thabiti na umma kupinga uteuzi huo. Shirika hilo limeibua maswali mazito ya kisheria likisema kuwa hatua hiyo inakinzana na kanuni za kitaifa na mikataba inayofunga kikanda. Kuingilia kati kwao kumebadilisha suala hilo kuwa suala la kikatiba la hali ya juu, hata hivyo likivuta hisia kutoka kwa wataalamu wa sheria, wachambuzi wa kisiasa na umma wa Tanzania kwa ujumla. Kwa mujibu wa uchambuzi wa kina wa LHRC, uteuzi huo ulifanyika Aprili tarehe 2 mwaka 2026, unaonekana kukinzana na masharti yaliyoainishwa chini ya mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wa mwaka 1999. Mkataba huu unasimamia mwenendo na ushirikiano wa nchi wanachama ikiwamo wa Tanzania na unaweka wazi kanuni za uwakilishi katika vyombo vya kikanda. Shirika hilo lilisisitiza kuwa ufuasi wa mikataba hiyo ni muhimu kwa kudumisha uadilifu wa kisheria na uaminifu miongoni mwa nchi wanachama. Suala kuu lililoibuliwa linahusu kifungu cha 50 cha mkataba huo ambacho kinaeleza kwa uwazi sifa za wawakilishi wa bunge la Afrika Mashariki Iyala. Kifungu hicho kinaweka wazi kwamba watu binafsi wanaohudumu katika bunge la mkoa ndani ya taifa lao hawafai kushika nyadhifa kwa wakati mmoja kama wabunge wa kitaifa Iyala. Hata hivyo, LHRC inadai kuwa hali ya sasa inayomhusisha Angela Kiziga inahatarisha kukiuka matakwa haya na hivyo kuibua mashaka juu ya uhalali wa uteuzi wake. Wasiwasi juu ya majukumu mawili umekuwa kitovu cha mzozo mzima sasa. Waangalizi wa sheria wanaona kuwa kushikilia nyadhifa mbili za ubunge kwa wakati mmoja kungezua mgongano wa moja kwa moja na mifumo ya kisheria iliyowekwa. Hali kama hii sio tu inadhoofisha kanuni za uwakilishi, lakini pia changamoto ya uaminifu wa mifumo iliyoundwa ili kuhakikisha ukaguzi na usawa ndani ya miundo ya utawala. Athari za mzozo huu zinaenea zaidi ya uteuzi mmoja wa Angela Kiziga. Wachambuzi wanaonya kuwa iwapo hoja zilizotolewa na LHRC zitathibitishwa, Tanzania inaweza kukabiliwa na uharibifu mkubwa wa sifa ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki. Maswali yanaweza kuibuka kuhusu kujitolea kwa nchi kudumisha mikataba ya kimataifa ambayo inaweza kudhoofisha uhusiano na nchi zingine wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ndani ya Tanzania, suala hilo limeshika kasi kisiasa. Viongozi wa upinzani na mawakili wa utawala wanatumia hali hiyo kuhoji ufuasi wa utawala wa sheria. Mzozo huo unazidi kujengeka kuwa mtihani wa uongozi kwa Rais Samia Suluhu Hassan, huku wakosoaji wakisema kuwa ni lazima serikali ya Samia ionyeshe uwajibikaji na uwazi katika kutatua suala hilo. LHRC pia
imesisitiza majukumu mapana ya kisheria ambayo Tanzania inapaswa kutimiza kama mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Angazia ibara ya 5 na ya 7 ya mkataba huo wa mwaka 1999 wa Afrika Mashariki ambayo inasisitiza umuhimu wa utawala bora, uwazi na uwajibikaji. Kwa kutumia masharti haya, shirika hilo linasisitiza hoja kwamba suala si la kiufundi tu bali linagusa kanuni za kimsingi za utawala. Jambo linalotia utata zaidi ni maswali ambayo hayajajibiwa kuhusu uwakilishi wa sasa wa Tanzania katika Bunge la Afrika Mashariki. LHRC imeitaka serikali kutoa ufafanuzi kuhusu majukumu na hadhi ya watu kama James Mmilia na Ngwaru Magembe. Ombi hili linapendekeza kuwa tayari kunaweza kuwa na matatizo ndani ya uwakilishi wa kikanda wa nchi ambayo yanahitaji ufafanuzi wa haraka. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaamini kuwa serikali sasa inakabiliwa na chaguzi chache, inaweza kutetea uteuzi kwa uhalali mkubwa wa kisheria au kuchukua hatua ya kurekebisha ili kushughulikia masuala yanayoibuliwa. Kushindwa kuchukua hatua madhubuti haraka kunaweza kusababisha vita vya muda mrefu vya kisheria na kuongezeka kwa shinikizo la kisiasa mitandaoni ndani na nje ya nchi. Maoni ya umma yamekuwa makali huku swala likitawala mijadala kwenye majukwaa ya vyombo vya habari mitandaoni. Wananchi wengi wanaelezea wasiwasi wao juu ya uwezekano wa ukiukwaji wa sheria Tanzania, huku wengine wakitaka uvumilivu hadi serikali itakapotoa maelezo rasmi. Mjadala huo unaonyesha kuongezeka kwa maslahi ya umma katika utawala na uwajibikaji, hasa katika masuala yanayohusu uteuzi wa ngazi za juu. Wataalamu wa sheria wameeleza kuwa kesi hii inasisitiza uwiano kati ya mamlaka kuu na kufuata sheria. Wakati rais ana uwezo wa kikatiba kufanya uteuzi, maamuzi kama hayo lazima yalingane na sheria za kitaifa na ahadi za kimataifa. Hali ya sasa inaangaliwa kwa karibu kama wakati unaobainisha jinsi mipaka hii inavyofasiriwa na kutekelezwa. Katika ngazi ya kikanda, wadau ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki pia wanafuatilia kwa makini. Ukiukaji wowote unaoonekana wa mkataba unaweza kuweka mfano unaoathiri nchi nyingine ambao ni wanachama na kuifanya iwe muhimu kwa suala hilo kutatuliwa kwa njia inayolingana na sheria zilizowekwa. Uaminifu wa taasisi za kikanda hutegemea sana kuzingatia kanuni zilizokubaliwa. Wakati mabishano hayo yakiendelea, macho yote sasa yanabakia kwa serikali ya Tanzania kutoa ufafanuzi na mwelekeo, iwe kupitia tafsiri ya kisheria, marekebisho ya sera au kubadili moja kwa moja. Majibu yatakuwa muhimu katika kuunda matokeo ya mgogoro huu. Kwa sasa uteuzi wa Angela Kiziga umebadilika na kuwa mtihani mkubwa wa kisiasa na kisheria ambao unaweza kuwa na athari za kudumu kwa utawala na ushirikiano wa kikanda katika Afrika Mashariki. Ni hayo tu mtazamaji niliyojaliwa kukuandalia katika ripoti ama habari hizi, na kuomba kwa moyo mkunjufu uweze kunijuza maoni yako upande wa comment section. Niandikie, je, unaunga mkono shutuma na madai haya dhidi ya Samia Suluhu na uteuzi wa Angela Kiziga katika ubunge nchini Tanzania? Na je, unawaunga mkono kituo hichi cha sheria na haki za binadamu cha LHRC? Na kuacha uwanja huu wa comment section, vile chukua sekunde yako moja ama mbili kubonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.